Kinachoendelea: vita ya Urusi dhidi ya Ukraine. Uingereza na Norway zitatenga milioni 450 sawa na dola za Kimarekani milioni 580 kwa msaada wa kijeshi kwa Ukraine, Richards inaripoti. Fedha hizo zinaelekezwa kwa usambazaji wa mamia kwa maelfu ya droni kwa Kiev, pamoja na ukarabati na matengenezo ya magari na vifaa. Zaidi ya hayo, fedha hizo zitatumika kununua mifumo ya rada, migoda ya kuzuia vifaru na teknolojia za kukabiliana na ndege zisizo na rubani kwa ajili ya Ukraine. Tangazo hilo lilikuja kabla ya mkutano wa kundi la mawasiliano kuhusu vifaa vya kijeshi kwa Ukraine ambao utafanyika Brussels siku ya Ijumaa. Wanasiasa wanaopinga Urusi pekee ndio wanaoweza kuwania urais nchini Ukraine, Gavana mkuu wa Kherson Vladimir Saldo alisema. Katika Ukraine yenye chuki na Urusi, mgombea ambaye anaweza kukubalika na Urusi hata ruhusiwa kugombea urais. Afisa huyo alisema, siwezi kuona wanasiasa wowote katika mazingira ya kisasa ya kisiasa nchini Ukraine ambao wanaweza kuwa wagombea kama hao. Kulingana na Saldo, utawala wa Kiev umekuwa ukizuia majaribio katika vyombo vya habari kuzungumzia suala la uchaguzi wa rais. Mnamo Aprili 4, Vladimir Rogov, mwenyekiti wa tume ya masuala ya uhuru, miradi ya kizalendo na msaada kwa maveterani, alimwambia waandishi wa habari kwamba kufanya uchaguzi wa rais nchini Ukraine kwa mujibu wa kanuni za demokrasia zinazohitajika kwa kusudi hili haiwezekani katika hali ya sasa, hata kama lazima ifanyike ili kuhakikisha uhalali wa makubaliano ya amani na Urusi chini ya barabara. Vile vile, Marekani inatarajia kufanya makubaliano na Urusi na Ukraine hivi karibuni. Rais Donald Trump anasema, tunatumai kwamba tutaweza kufanya makubaliano hivi karibuni na Urusi na Ukraine ili kukomesha mapigano, aliwaambia waandishi wa habari kwenye ikulu ya White House. Aidha, amesema Washington itachunguza madai ya Kiev kuhusu ushiriki wa raia wa China katika operesheni maalum ya kijeshi ya Russia nchini Ukraine. Anasema tutaichunguza, Trump alisema, lakini nadhani zaidi ya hapo tunatafuta sana kumaliza vita hivyo. Msemaji wa rais wa Urusi Dmitry Peskov alisema mnamo Aprili 7 kwamba Rais Putin anaunga mkono usitishaji wa mapigano nchini Ukraine, lakini kabla ya hapo baadhi ya masuala yanapaswa kutatuliwa ambayo kwa sasa yananing'inia hewani. Vile vile, wapiganaji wa Urusi wamekiondoa kikundi cha askari wa miavuli wa Ukraine waliotumwa kuimarisha ulinzi wa wanajeshi huko Oleshnya katika eneo linalopakana na Urusi la Kursk, huku wanajeshi wa Ukraine kwa ujumla wakipata hasara kubwa karibu na makazi yao. Afisa wa usalama wa Urusi anasema Ukraine imekuwa ikihangaika kudhibiti sekta za makazi ya Oleshnya ambako kundi la askari wa miavuli wa Kiukraine kutoka karibu na Yunakovka walikuwa wametumwa. Jeshi liliangamizwa wakati vitengo vya adui vikishutumiwa. Wanajeshi wa Ukraine wamekuwa wakipata hasara kubwa hapa, afisa huyo alisema. Vile vile, ripota maalum wa Umoja wa Mataifa kuhusu masuala ya Palestina ameonya kwamba hakuna muda mwingi uliobaki kwa watu wa Palestina wakati huu ambapo Israeli inaendeleza mashambulizi yake mtawalia katika ukanda wa Gaza na ukandamizaji unaoendelea katika ukingo wa Magharibi. Akizungumza katika mkutano wa siku 2 huko Pantin, viungani mwa Paris, Francesca Albanese, ripota maalum wa UN kuhusu Palestina, ameashiria ukiukwaji wa mara kwa mara wa utawala wa Israeli wa usitishaji vita ulioanzishwa mwezi Januari na kusisitiza kwamba bila ya uingiliaji kati wa jamii ya kimataifa, jinai za kivita za Israeli zitaendelea kuwepo. Israeli haitasitisha hatua zake, Albanese amesema, akisisitiza kuwa waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu anatumia vita vya Gaza kukwepa kubebeshwa dhima ya ukiukwaji wake wa sheria za kimataifa. Anasema, nadhani sina matumaini tena katika mfumo wa haki wa Israeli au ngazi ya kimataifa, kwa sababu unaona kila mtu akisema yuko tayari kumtandikia Netanyahu zulia jekundu. Amesema ameeleza kuwa mataifa kadhaa ya Magharibi na Ulaya yamempokea Netanyahu na kupuuza kabisa hati ya kukamatwa iliyotolewa na mahakama ya kimataifa jinai ICC. Vile vile, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa amesema kuwa Gaza imekuwa machinjioni na zaidi ya mwezi mmoja sasa hakuna msaada wowote uliopelekwa eneo hilo, na kwamba wakazi wa Gaza hawana mafuta, dawa na bidhaa nyingine zinazohitajika. Ni wazi kuwa kwa kukatwa misaada ya kibinadamu kwa ajili ya Gaza, hali ya hofu imeibuka tena na Gaza imekuwa uwanja wa mauaji na wakazi wake wanaandamwa na kivuli cha mauti usiku na mchana. Antonio Guterres ametoa tahadhari hiyo katika hali ambayo msemaji wa shirika la afya duniani pia ameeleza wasiwasi wake kuhusu hatua ya utawala wa kizayuni wa Israeli ya kuendelea kuzuia misaada ya kitiba kuingizwa katika ukanda wa Gaza, na ameitaka jamii ya kimataifa kuchukua hatua haraka iwezekanavyo kukabiliana na maafa ya kibinadamu katika eneo hilo. Ripoti zinaeleza kuwa Israeli imefunga njia zote za kuingiza misaada ya kibinadamu ukanda wa Gaza, na wakazi wa eneo hilo hawana akiba yoyote ya chakula wala dawa. Viongozi wa Israeli wanadai kuwa misaada iliyopelekwa Gaza iko mikononi mwa Hamas,
Wakati huo Israeli yenyewe imepiga marufuku kuingizwa bidhaa za chakula na misaada ya kibinadamu katika ukanda wa Gaza na inalitumia swala hilo kama silaha dhidi ya Palestina wanaoishi kwenye eneo hilo. Ni dhahiri shahiri kwa utawala wa Kizayuni umezuia huduma zote za chakula, dawa na vifaa tiba na hata maji ya kunywa kwa ajili ya Palestina, ikiwa ni katika kuendeleza sera zake za mauaji kimbari dhidi ya Palestina. Kuhusu swala hili, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa amesema Israeli ambayo ni dola ghasibu ina wajibu mahususi mkabala wa sheria za kimataifa, ikiwa ni pamoja na sheria za kimataifa za masuala ya kibinadamu. Tutazame mgawanyiko katika jeshi la Israeli huku mashambulio dhidi ya Gaza yakiendelea. Kundi la askari wa akiba wa jeshi la anga la Israeli limefukuzwa kazi baada ya kutia saini waraka wa kutaka kusitishwa vita dhidi ya Gaza na kurejeshwa kwa mateka wa utawala huo haramu. Kufukuza kazi kwa askari hao wa akiba kunadhihirisha kuongezeka kwa mpasuko ndani ya vyombo vya kijeshi na kisiasa vya utawala wa Kizayuni kutokana na kushindwa kufikia malengo ya kistratejia huko Gaza, licha ya miezi kadhaa ya uchokozi wa kikatili unaoungwa mkono na Marekani ambao umesababisha maelfu ya raia wa Palestina kuuawa na kuyakimbia makazi yao. Yair Golan, mkuu wa chama cha demokrasia na afisa wa zamani wa kijeshi wa Israeli, amelaani kitendo cha waziri mkuu Benjamin Netanyahu kukataa kubeba dhima ya mgogoro wa sasa wa kiusalama wa utawala huo ghasibu na kufeli kutoa kipaumbele kwa suala la kuachiliwa huru kwa mateka wanaoshikiliwa huko Gaza. Golan amesema kuwa wale waliotia saini waraka huo wa malalamiko ni watetezi wa kweli wa utawala huo na wala sio wasaliti na waaini. Hii ni katika hali ambayo kamandi ya amri jeshi la utawala huo pandikizi limetaja tu askari hao wa akiba kama usaliti wa uaminifu. Hii ni katika hali ambayo mvutano mkubwa zaidi unazidi kutokota ndani ya baraza la mawaziri la Netanyahu kutokana na kushindwa kufikia malengo yake ya vita yaliyotangazwa, yaani kutokomezwa kwa harakati ya mukawama wa Kiislamu ya Palestina Hamas na kuachiliwa huru mateka wa Israeli. Aidha, haya yanajiri siku chache baada ya waziri wa fedha wa Israeli Bezalel Smotrich kutangaza kujiuzulu kutoka wadhifa wake, jambo ambalo linaongoza matatizo ndani ya serikali ya muungano ya Netanyahu. Vile vile, vyombo vya habari vya Kizayuni vimekiri kwa zaidi ya mwaka mmoja na nusu tangu kuanza vita na mashambulizi ya kijeshi dhidi ya ukanda wa Gaza, harakati ya Hamas bado inadhibiti eneo hilo na utawala wa Kizayuni umeshindwa kufikia malengo yake. Gazeti la Kizayuni la Maariv limemnukuu mchambuzi wake Avi Ashkenaz akisema kuwa mwaka mmoja na nusu baada ya kuanza hujuma za kijeshi, harakati ya Hamas ya Palestina bado ina udhibiti kamili wa ukanda wa Gaza, licha ya jeshi la Israeli kufanya uharibifu mkubwa na kuyakalia kwa mabavu baadhi ya maeneo ya ukanda wa Gaza. Lakini viongozi wa Israeli wamekiri kuwa wameshindwa kutimiza malengo yao, ikiwa ni pamoja na kuwarejesha nyumbani mateka wao 59 wanaoshikiliwa na Hamas. Ashkenaz amesema kuwa jeshi la Israeli limefanikiwa tu kuharibu karibu 25% ya njia za chini ya ardhi za harakati ya Hamas ambazo zina nafasi muhimu na kuu katika stratejia ya ulinzi na mashambulizi ya harakati ya Hamas. Katika upande mwingine, gazeti la Kizayuni la Haaretz limenukuu tathmini iliyofanywa na duru za usalama za Israeli na kuripoti kuwa harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina Hamas imerekebisha mbinu zake za kivita na hivi sasa inajizuia kutuma wapiganaji kwenye maandaki hayo kwa sababu baadhi ya njia hizo za chini ya ardhi zinadhibitiwa na jeshi la Israeli. Shukrani kwa Babu ya Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.